Mambo vipi ndugu yangu mtazamaji wa Kwaro TV? Karibu sana kwa sababu sisi nakupa taarifa na burudani. Kwa ambaye tayari usha subscribe na kuponoma sana, kwa ambaye unaweza kushare content tofauti tofauti kupitia Kwaro TV na kuponinoma zaidi. Bwana, katika wiki hii bwana, kulikopo kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kutokea hasa katika upande wetu bwana wa Singeli, na kitu kikubwa ambacho kimeweza kutokea ni msanii Mbwido kusainiwa katika new record label yake mpya inajulikana kama Watoto Uswahilini. Lakini nimekuandalia exclusive kabisa kutoka kwa meneja, tunaweza kusema meneja wa upande wake wa pili, ambapo Mbwido ametokea anajulikana kama Samas, meneja wa Wabongo. Tuweze kumsikiliza imekuwaje mpaka msanii Mbwido kutoka katika label record yao, then tutakuja kuweza kuweka mambo sawa, kuweza kumsikiliza pia meneja au CEO wa Watoto Uswahilini anajulikana kama Msaka Dele, wote wakiwa wanaelezea the way jinsi walivyompata Mbwido na the way jinsi Mbwido alivyotoka katika crew yake ya Wabongo kuingia Watoto Uswahilini. Twende tukamsikiliza meneja wa Wabongo. Kwaro TV, taarifa na burudani. Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Kwaro TV? Karibu sana katika exclusive interview. Niko na meneja Samas, naweza kusema CEO wa Wabongo. Kali na kwaje? Kama Unyama mwingi. Unyama mwingi. Bwana, hongera sana kwanza kwa kazi unayofanya ya kuweza kusimamia wasanii, lakini pia mwenyewe pia kupiga kazi zako. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia nguvu hiyo. Bwana, unapataje ujasiri wa kuweza kusimamia wasanii lakini pia mwenyewe pia kufanya kazi pia? Hiyo naona kama ni utu tu Mwenyezi Mungu ambao kanijalia. Yeah. Unawezaje kumaintain msanii huyu aende kwenye show hii, aende kwenye show hii, mimi niende kwenye show hii hapa, na vyote vije kwa pamoja afu ukavigawa? Safi sana. Unapoanza kummiliki msanii mara nyingi anakuwa bado hajaanza kujulikana. Kwa kupata show inakuwa ni ngumu. Kwamba mimi nitakuwa naenda kwenye show labda namuacha nyumbani. Endapo anapoanza kuwa anapata jina, anaendelea kujulikana, mimi labda nitakuwa napigiwa simu na muhitaji msanii fulani. Kwa mimi labda natuma namba ya mtu fulani, ongeeni naye isikazi bwana, hata kama labda nammiliki mimi chini yangu, so ndo hadi bei labda kwenye vitu vingine nitaje mimi pia. Kwa nampa namba, anawasiliana naye, kwa kila mtu kwenye show yake anaenda kwenye mazingira yake mwenyewe. Yeah. Washikaji, tunaona washikaji wengi ambao wanamenejiwa wanatoka chini mpaka wanapofika, afu baadaye wanadisappear na mambo yao. Au upande wako ukoje? Unawatoa wasanii chini na kuwafikisha wanapofika, zeni wakiondoka baraka zinakuwaje? Sidhani kwa wao. Ila kwa mimi hapa sijawahi kummiliki msanii na akaondoka bila mimi kupenda. Yaani bila baraka zangu. Ila tulikuwa wanne, tumebaki wawili. Tutakapofika kwenye swali hilo pia nitakujibu. Lakini sijawahi kumiliki msanii then akaondoka tu bila mimi pia kuwa na makubaliano naye. Unaniambia mlikuwa wanne, sasa hivi mmebaki wawili. Au wawili wako wapi sasa hivi? Labda nikupe kidogo kwa ufupi, maana nikikujibu chap chap pia itakuwa so sahihi. Wawili wameshakuwa sasa. Kama wameshakuwa, naamini wanaweza kwenda kusimama wenyewe bila ya Wabongo au Samas Chief. Kwa hiyo kama wanaweza kusimama wenyewe, kuna wengine ambao wanahitaji support nao wafiki walipo wale. Sijui umenielewa. Kwa hiyo tumewaachia maisha mengine wakaendeleze popote watakapohitaji wao. Kwa sasa hivi tutarajie Wabongo kututambulishia msanii mpya underground? So kwa sasa, lakini tupeni sana nafasi. Kwa nini? Kwa sababu shaona umetoa mtu, itabidi tuzibe gap ile, tuondoke tuendelee kuinuana kama vijana. Lakini tunabidi tuhitaji nafasi kwa ajili. Hatuwezi kufanya kitu kwa kukurupuka. So kisa wale tumewapa nafasi wakajitafute, basi sisi hapo tu tutafute vingine hapa. Tunabidi wakati huu ambao kuna hizi pengo, kuna watu wengi wanahitaji kuja Wabongo. Kuna wasanii wengi wanahitaji sana kuja Wabongo. Kwa wakati huu ambao kuna mapengo, wao ambao walikuwa wanahitaji kuja Wabongo ndio watakuwa wanaongeza hasira, wanaongeza juhudi na bidii uko walipo, ili mradi tuweze kuwajua na kuwaona. Kwa mtu ambaye afahamu sasa hivi, unasema Wabongo mmebaki wawili, umebaki wewe pamoja na nani? Nimebaki mimi pamoja na CEO mwenzangu Chief Killer. Chief Killer. Vani? Vani? Yeah. Bwana meneja,
Kuna jambo ambalo limeweza kutokea sasa hivi kwa wale wasanii wako wawili ambao walisema hawapo katika crew ya Wabongo. Tumeona sasa hivi msanii mmoja rasmi ameweza kutambulishwa katika upande mwingine unajulikana kama kwa Msaka Daily. Ametoka Wabongo. Issue ilikuwaje mpaka msanii akaweza kuchomoka kutoka Wabongo kwenda kwa Msaka Daily? Labda nikwambie tu kwamba sisi hatuja kusudia kwa ubaya. Hakuna baya kati ya ambayo tumelifanya. Tumefanya hii kwa ajili tuinue vipaji vingine kutoka chini kwenda juu. Kwamba naamini labda watoto wa Uswahilini alikuwa Msaka Daily tu, sio. Leo hii kampata mtu kama Mbwido, ambaye Mbwido ametoka upande wetu sisi Wabongo. Je, asingetoka Wabongo, unaamini watoto wa Uswahilini angepatikana nani? Kweli hapo kivumbi hapo. Sijui umeelewa eh? Kwa sisi acha tuwape nafasi hao ambao tushawapa majina. Waende nao wakainue lebo nyingine labda, au wakatafute life lingine pengine. Alafu sisi ambao tunaweza kuinua vipaji ambavyo bado havijajulikana, tutavitoa chini, tutaviinua, vikifika tena tutavipa nafasi vika struggle, si tuendelee tena kuinua vingine. Ugumu ulikuwa kiasi gani Mbwido kuja kukuambia kwamba bwana kiongozi wangu, mimi nataka nichomoke katika lebo yako, niende katika lebo nyingine nikajitafuta? Safi sana. Muuliza swali zuri mno. Katika hii lebo masioni wawili, Samasi na Chief Killer. Ukiona jambo lolote limefanyika ndani ya lebo ya Wabongo, alijaamuliwa na mwingine yoyote zaidi ya Samas na Chief Killer. Sijui umenielewa. Hamna msanii ambaye alitaka yeye kutoka Wabongo. Mimi na CEO mwenzangu ndo tulikaa tukawaza tukaona sasa hivi wao washakuwa na kuna watu wengi sana wanahitaji kuja Wabongo. Wengine wanahitaji hadi kutoa fedha ili waje Wabongo. Bwana brother, kwani kiingilio bei gani nisainiwe? Kwa hiyo hatuwezi pia sisi tukawa lebo moja na wasanii 6. Hatuna mahela hayo. Sijui au nini. Sasa pia hatuwezi kutoa mahela, sisi ni support hizi ambazo zinafaa ufike. Kwa ili sasa tusiwe rundo, tupunguze hawa waliojipata ambao leo hii Kidonge anaweza kusimama mwenyewe bila Samasi, bila Chifu, bila jina la Wabongo. Mbwido anaweza kusimama mwenyewe bila nani. Ndio maana alivyotoka tu hapa, umeona Mbwido kapata sehemu ambayo ya kwenda. Sasa watu wametia wino, wamemsaini. Hongera kwao watoto wa Uswahilini, vizuri sana, wamekuza game na wanaendeleza chachu ya muziki. Nimependa. Na Kidonge namuombea kwa Mungu. Yeah. Kwa hiyo taarifa ya Mbwido unao, lakini taarifa ya Kidonge una? Na Kidonge pia alishaye kuniambia yeye mwenyewe, lakini so mimi alisema kwamba yeye pia katika lebo ya hapa mapenzi tu, ile lebo ya Donny Breeze, aliniambia kwamba na yeye yumo, kwamba ana share kwa pale masioni hawa, kwamba Kidonge na Donny Breeze. Ila hiyo alisema yeye. Bado exclusive hajaweza kuipata kutoka kwa bwana Kidonge. Bwana meneja, Mbwido yeye anazungumza kwa uzuri sana upande wenu wa Wabongo. Unasema ameishi sana na nyinyi vizuri kama familia. Unalipi la kumwambia sasa kama CEO wake, kama kiongozi wake ambaye ulikuwa unamsimamia? Unalipi la kumwambia au la kumshauri huko alipo katika kujitafuta? Kikubwa ninachomshauri aongeze juhudi. Na ule upendo aliokuwa nao, hasira alizokuwaga nazo asiache. Ila kikubwa chengine, anabidi ajikaze sana. Muziki ushakuwa na fitina. Mimi na yeye na sisi tutaenjoy, tutatrendi, lakini kumbuka sisi hapa nyuma yetu kuna industry, kuna watu, kuna mashabiki, kuna management ambayo yani hivyo, kwa uwezi kujua mtu mwingine aliyepokeaje hivyo yani. Kwa hiyo kama mimi labda nitakavyojiongeza juhudi ya kujikaza kutokana yeye alivyotoka, huenda wengine wametuchukulia Wabongo, kwa nini sasa wamewaachia madogo waondoke? Hamna sijui nini na nini, labda wanakunja sijui ni, kuna mwingine atapokea hivyo, mwingine atapokea watoto labda wanaleta dharau, ndio maana. Lakini kiukweli kabisa hakuna ubaya kati ya pande zote mbili, kati ya sisi na wao kabisa.
kilo safi, yani atayesema kulikuwa na ubaya basi huyu atakuwa anatafuta tena chenginecho. Lakini kwa mimi hapa kama CEO na mimi ndo nilitoa kauli ya kwamba bwana, nyinyi mmekuwa sasa hivi mnabidi muende mkafanyaje. Nikiwa tayari nimekaa na CEO mwenzangu tumejadili, kaambia kaka hawa washakuwa na mabrandi, washakuwa wakubwa sasa hivi. Sasa hivi lebo imekuwa kubwa sana. Kwa sasa hivi tuchukue watu wapeleke tupate wengine ili tuendeleze kuifanya Wabongo iwe iendelee kupaa. Yeah. Bwana, tutarajie sasa kutoka kwa Wabongo kazi juu ya kazi kwako wewe CEO pamoja na mwenzako Chief. Ya kwanza hapa ninavyoongea na wewe kuna kazi ipo juu imepanda, haina hata wiki 2 wala wiki. Inaitwa Roho Mbaya. Ya. Wanajitahidi kutuchukia, wanajitahidi kutununia, wakituona Wabongo wanaumia, wanaendekeza nini? Roho Mbaya. Inapatikana platform zote hilo baba. Asante sana kwa time yako meneja. Pamoja. Kwaro TV, taarifa na burudani. Bwana, kama ulivyoweza kumsikiliza meneja wa Wabongo ajulikana kama Samas, twende tukamsikilize meneja wa watoto wa Uswahilini, tunaweza kusema CEO ajulikana kama Msaka Dele, naye kupona haya ya kuzungumza kuhusiana na msanii Mbwido, imekuwaje mpaka umeweza kumsaini na sasa hivi ni rasmi kuwa katika chama la wana la watoto wa Uswahilini. Kwaro TV, taarifa na burudani. Bwana, karibu sana kupitia Kwaro TV. Hii ni exclusive interview. Niko na CEO wa watoto wa Uswahilini anajulikana kama Msaka Dele. Na kwaje? Kama kawaida. Hongera kwanza kwa kutuletea msanii mpya. Bwana, nashukuru sana, ni hatua moja ambayo tulikuwa pambania, Mungu katujalia leo tumeweza kufanikiwa. Namshukuru sana Mungu, ni jambo zuri na jambo la furaha. Naamini wanangu wote wamefurahi, ndio maana umeona leo kila mtu nyuso zake zina furaha. Ni jambo moja ambalo namshukuru sana Mungu. Kitu gani kikubwa ambacho tumezingatia kumtoa msanii sehemu moja kumleta katika rekodi yetu? Kitu ambacho tumezingatia kwanza ni uwezo wa msanii, kipaji alichokuwa nacho, kikubwa zaidi discipline. Yaani hivyo. Wewe ndo CEO wa watoto wa Uswahilini. Katika rekodi yako, je, kuna wasanii wadogo ambao bado hawajapata nafasi kuweza kunyanyuka kusikika? Je, tuna matarajio yote kuweza kuwanyanyua waweze kupata pia sikio kwa watu? Wasanii wapo wengi sana. Sasa hivi tuna wasanii wengi sana ambao muda ukifika watakuja kutambulishwa, naamini ni wakali. Sema ni muda tu bado. Tumeanza na huyu Mbwido kwa sababu ni msanii ambaye tayari kwa sasa hivi yuko vizuri na tumeanza nayo hao. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia Watoto wa Uswahilini, tuendelee kufollow page zetu Instagram, Facebook, TikTok. Mambo mazuri mengine yanakuja. Unaweza kutuambia kwa ufupi tu jinsi ya ulivyomtoa Mbwido katika Wabongo kuja kumleta watoto wa Uswahilini? Je, ulipata ugumu kiasi gani kumconvince mpaka kuja kusaini Wabongo, kusaini watoto wa Uswahilini? Kwanza cha kwanza kabla ya yote mimi sikuconvince, yeye ndo aliomba kwamba awe katika gang yetu. Na niliona kama ni bahati kwa kuwa na msanii kama Mbwido. Naamini hakuna mtu yote ambaye angekataa kuwa na msanii kama yeye. Kwa sababu Mbwido nazungumzia ni msanii ambaye ni full package, yani kakamilika kwa kila kitu. Ni mwandishi mzuri, ana mashairi mazuri, ni performer mzuri, anajua kuperform, ana confidence akiwa jukwani. Kwa hiyo baada ya kuwa hivyo na kuuliza kule alitokaje mpaka akaamua kuja huku, nikamuuliza ana mipango gani, kwa sababu huwezi kuwa na mtu tu bila kujua future yake, sawa? Baada ya kuuliza future, kwa sababu mimi sipo peke yangu, unaona wanangu, hizi ndio gang langu, yani ni wanangu. Kwa kitu chochote ambacho unachokiona cha Msaka Dele, chochote anachofanya ni kizuri kiwe kibaya, kinatokana na watu ambao unaona hapa. Unapozungumzia Msaka Dele, unapozungumzia watoto wa Uswahilini, unazungumzia wakali mtiti, unazungumzia wakupata gangs, unajua hao ndio watoto wa Uswahilini. Na mimi siwezi nikafanya kitu chochote bila kushirikiana na watu. Kwa unapoona Msaka Dele mbele, basi ujue kuna nyuma yake kuna watu ambao ndio wao unawaona leo wamefika hapa. Kitu chochote ambacho kinafanyika mimi sifanyi peke yangu. Yaani hata hizo sifa ambazo watu huwa wananipa kwamba Msaka ni hivi, sawa, huwa sifanyi peke yangu. Mimi na watu wangu na washikaji zangu, nina gang yangu, nina mameneja wangu wakubwa zangu ambao huwa wanasimamia kitu tunachokifanya. Kwa baadaye kuja kuomba wewe katika gang yetu, na hisi aliona kwa sababu tulimuiza mipango ya kuwa hapa, kwa nini kaamua kuja hapa, anahisi kama sisi tunaweza tukamfikisha sehemu fulani. Baada ya kulizika naye na wanangu wote kulizika na kitu kaamua kumpitisha. Watoto wa Uswahilini mpaka sasa hivi mnafikisha miaka mingapi katika gang yenu?
kiukweli watoto wa Uswahilini tuna kama miaka 3 hivi, kama 3 na nusu hivi. Ukaribu wako wewe Msakadele pamoja na TikTokers ukoje? Maana ni mtu ambaye kila unapokuepo TikToker gang ipo nyuma yako. Mimi sio TikToker tu, mimi ni mtu ambaye naishi sana vizuri na watu, simdharau mtu yote, naishi poa, naishi good, nacheka na kila mtu, na hisi hiyo ni moja sababu ya hata pia TikToker kuwa na upendo na mimi. Ndio maana umeona leo wamekuja watu kibao. Kuna mwanangu Chami JR, mwenyewe unajua unapomwona Msaka lazima awe Chami JR. Kuna mwanangu na Mkachu pale, mtu hatari, kuna Wizi Bantu, Sami Kedira. Wanangu nashukuru wamekuja kunisupport. Wapo wengi tu wanaonisupport na japo kuwa hajapata bahati ya kuja hapa. Kuna mwanangu Dairani, Koli Piano, Msela Safi, nani unajua. Namshukuru Mungu, yani ni wanangu ambao wananisupport. Wapo kibao, Jisto, mwanangu Kano Breezy. Bwana hawaishi hawa kina Yangili, yani wanangu ni wengi sana. Namshukuru sana Mungu, japo wengine hawajapata nafasi ya kufika hapa, ila wote nashirikiana nao na tunaishi vizuri. Hapo katika geng yetu ya watoto wa Uswahilini. Yote ni familia. Unapozungumzia watoto wa Uswahilini ni mtu yote ambaye anaishi Uswahilini, anaipenda singeli, anafanyaje. Hao ndio watoto wa Uswahilini. Hao wote ni wapo, ni wanangu ambao wanashirikiana nao katika vitu vingi. Bwana Chama vipi? Kama kawaida. Bwana unalipi la kusema la kumpokea ndugu yetu Mbwido katika geng yetu mpya? Mimi sina cha kuongea, ila matendo tu ndio ataona kila kitu. Show kali. Show kali. Bwana asante kwa time yako, tulikuwa na exclusive interview pamoja na Msakadele, watoto wa Uswahilini gang. Uswahilini kwa heshima. Kwaro TV. Taarifa na burudani. Usiache kusubscribe, ukashare kwa wadau tofauti kupitia Kwaro TV. No dumilizi. Bwana huyo ni meneja wa watoto wa Uswahilini anajulikana kama Msakadele. Umeweza kumsikiliza, kumsikia vizuri jinsi alivyozungumzia kuhusiana na namna gani walivyoweza kumconvince msanii Mbwido mpaka kujiunga katika kundi lao la watoto wa Uswahilini. Lakini nikaona sio kesi, nikuvutie msanii mwenyewe anajulikana kama Mbwido, nipige naye story pia tuweze kumuuliza namna gani ambavyo ameweza kutoka Wabongo kuingia katika geng yake mpya anajulikana kama watoto wa Uswahilini, naye alikuwa na haya ya kuzungumza. Kwaro TV, taarifa na burudani. Karibu sana mtazamaji wa Kwaro TV, hii ni exclusive interview, niko na Mbwido mkali kabisa. Sasa hivi naweza kusema yupo rasmi mtoto wa Uswahilini family. Nakuaje kaka? Shwari kaka. Hongera sana kwanza kwa kupata rekodi label mpya. Shukrani sana. Bwana Mbwido, wewe niambie ugumu ulikuwa kiasi gani mpaka kutoka Wabongo kuhamia watoto wa Uswahilini? Hakukuwa na ugumu kwa sababu kwanza kabla sijatoka Wabongo kuingia watoto wa Uswahilini ni shaka na ndugu zangu. Niambia bwana ndugu zangu kuna hivi. Mimi nilifikiria nifanye hivi na hivi, niondoke hapa Bongo, ni move, niangalie maisha mengine mbele na kwa vipeni kama mtoto ambaye ameishi na wazazi afu amekuwa kipindi wazazi wanamhitaji awepo nyumbani afu anafili akatafute maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo nilikaa vizuri na ndugu zangu nikamwambia bwana kuna 1, kuna 2, kuna 3. Japo wengi ushauri mkubwa ulitokea kwamba ukiingia watoto wa Uswahilini utaonekana kama kuna tofauti, kama kuna beef na nini. Kwa nini usitengeneze gang yako? Nikamwambia mabrother ni kweli tunachokiongea, lakini nikiwa natengeneza gang yangu nitatumia sana muda ambao kuipa ukubwa gang yangu kufika. Sasa hiyo akaniambia basi sawa, kama ulichofikiria kiko sahihi, sisi na wewe tunaishi vizuri, hatuna ubaya. Sisi pia tunakuombea baraka njema huko unapoenda, ya kikubwa tunazidi kuishi hivyo. Ugumu kwa kiasi gani kumfuata meneja, kumkaa na kumuelezea kwamba bwana dada rasmi mimi nataka nichomoke? Hakukuwa na ugumu kwa sababu Wabongo tunaheshimiana wote. Sasa tunaishi for love. Mimi niliwapelekea kama proposal ambayo mimi kwenye akili yangu nilikuwa nimefikiria, ambayo wao wenyewe hawakuipinga, waliniambia ni jambo zuri, lakini unaonaje ungetengeneza gang yako? Na nilichowajibu kwamba nikitengeneza gang yangu nitatake sana time kutengeneza ukubwa gang yangu. Kaniambia basi sawa, hakuna shida. Kwa hiyo kwa upande wangu kutoka Wabongo kuja watoto wa Uswahilini hakukuwa na uzito wowote kutoka kwa Wabongo wala kupokelewa watoto wa Uswahilini. Ilikuwa ni jambo moja la kawaida, yani kwa Wabongo ilikuwa easy, kuingia watoto wa Uswahilini pia ikawa easy. Watu wanasema kwamba Mbwido
umeingia Wabongo kutokana na mshikaji wake sana na Msakadele. Unaweza kuwekaje hapa kwenye kibiashara? Maana kwenye kazi na ushikaji kweli ipo sana. Nimeingia Umeingia Watoto Swahilini kutokana na Msakadele. Wewe ni rafiki yako sana wa karibu. Je, kuna ukonvesi wote kutoka kwa Msaka kukwambia wewe uingie Watoto Swahilini au ni hakuna kabisa? Hakuna. Afu pia ukaribu wangu mimi na Msaka, mashabiki usitengeneze kwamba kwa mashabiki kwamba ndio umefanya. Mimi na ukaribu na kila msanii. Kwanza mimi ni mdogo kwa kila kitu, ni mdogo kiumri, ni mdogo kwa muziki pia. Naheshimu sana mabro zangu ambao wanafanya muziki. Mimi hata kama wewe upatani na mtu fulani, kama mimi hajanikosea, mimi kupitia wewe hii sababu ya mimi kufanya mimi nisiongee na mtu fulani. Naishi sawa na kila mtu. Wasanii wote naishi nao, sio Msaka. Yupo ndugu yangu Chafikila, Sala Smart, ndugu yangu sana, sometimes tunavaliana hadi nguo. Yeah. Kwa hiyo iweze kwa inawezekana mimi kutoka kule nikaenda kwa Chafikila kwa sababu labda anaishi naye vizuri, ni ndugu yangu. Lakini kama nilivyosema before, nipo kwa Msaka kwa sababu kuna vitu ambavyo nilivifikiria kwenye kichwa changu, nikaamini kweli kwenye zungu akibless vikawa hivi, nitakuwa mbudo mwingine kabisa. Kwaro TV, taarifa na burudani. Bwana Mbwido, kuna mtangazaji mmoja alisikika akisema kwamba wasanii wa Singeli ni washamba. Na hisi wewe uliweza kuiona ile interview? Lichi Msafi. Lichi Msafi. Nimeiona. Wewe ukiwa kama msanii sasa wa Singeli, tunamjibuje Lichi Msafi? Mimi ya kwanza, hata mimi ni mdogo, unajua wenyewe wanasema kwamba mkubwa akosee. Kwa hiyo mimi kama mdogo siwezi sana kumrekebisha, sema kwa upande fulani ametukosea kwa sababu ukizungumzia wasanii wa Singeli ni washamba, so wote. Inawezekana kweli alikutana na wasanii wa Singeli washamba. Sababu mtu unamuona mshamba kwa jinsi unavyomuona. Inawezekana alikutana na msanii fulani mshamba wa Singeli na kweli inawezekana hivyo. Lakini kwa mtu kama mimi inawezekana tujaye kukutana, tujaye kumix chochote kuongea. Inawezekana sina ushamba. Kwa hiyo kauli amekosea tu kujumlisha kwa wengi, yani kwamba wasanii wa Singeli ni washamba. Na amejumlisha kwa wengi kwa sababu watu wengi sana wa media kubwa wanasahau kama kuna wasanii pia kwa underground chini. Kwa wakizungumzia vile sana wanazungumzia watu wanaojua Meja, Dula, labda nani. Kwa wakipiga mahesabu kuna Meja, kuna Dula, kuna nani anapata mahesabu ya wasanii hata 7 au 8 wa Singeli. Kwa wakipiga vile kuna wengine tuko chini au 8 anaweza kutaja wa Singeli, inawezekana wote amemiti nao. Kwa kujumlisha wasanii wa shamba labda kwa sababu alishaka na Dula, kumuona Dula jinsi alivyo, kisha na Bwax jinsi alivyo, shaka labda na Dogo Pattern kumuona jinsi alivyo, na ndio maana akajumlisha kwamba ni washamba. Lakini kuna underground ambao tupo chini tunafanya vizuri, tupo tuje kukutana na brother Richi, tunamheshimu kabla tuje kukutana naye. Kwa hiyo akijumlisha kwa wote anakuwa ametukosea kwa upande wetu, unajua. Lakini uzuri niliona clip ya Samio Love akiwa anamsahihisha kwamba amekosea na apandishe clip kwamba ametukosea, kujumlisha kwa wote. Alitakuwa mfesi tu mtu fulani ameleta ushamba ni mshamba. Bas. Bwana Mbwido, mimi ni mmoja kati ya mashabiki zako ambao wanafuatilia sana muziki wako. Umekuja na staili yetu hii mpya ya uimbaji. Noma sana hii. Idea ilikuwaje? Feelings tu zile bro. Feeling ndio maana wote atuimbi. Kuna wengine wanakuta mtu anaimba au anaimba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amenibariki kufikiria nyimbo ambazo zitakuwa na feelings za kumgusa mtu. Tutarajie kuswitch kutoka katika Mbwido tulomzoea ku freestyle kwenye majukwaa mpaka kuingia kwenye masuala ya muziki design ile. Tutarajie vitu vingi kwamba maana mimi nilishakuwa na interview moja ya Mbosso anasema ali presenter hivi kwa na mmoja anamwambia Mbosso ulitoa sio udari ukafanya nini ukachia nyimbo fulani hivi ya Mbosso kulialia, afu akaja kuachia sana mapiano. Jibu la Mbosso alijibu vizuri sana, anasema watu kama wanataka ugali waletee ugali, usiwaletee ugali kipindi watu wanataka wali. Utakuwa unawachanganya. Ukiona watu wanapenda sana mapiano kipindi hichi, fanya mapiano tupate pesa. Tupate pesa. Kama watu wanapenda sana laza, fanya laza. Ukiona watu wamehama huko wanapenda hichi, fanya. Kwa sababu mimi si msanii, nataka nibadilike. Ndio maana Chino ameimba
nyimbo inaitwa Pembe ile, mduara ule. Hatujategemea kwamba Chino atakuja kuimba mduara. Kwa sababu yeye ni msanii ana switch yani kwa jinsi game linavyotaka. Game likitaka mimi niimbe taarabu nitaimba. Game likitaka ni switch kwenye bongo flava nita switch. Kwa sababu mimi si msanii, naamini hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Hata nikasiwezi kuimba, nitajifunza, nitaweza na nitaswitch na naondoka. Bwana Mbwido, takumalizia kwa mashabiki zako watoto wa Swahilini kwa kuhakikishia kwamba rasmi upo katika gang yao. Kipi cha kuambia? Kwanza za kuambia nawapenda sana mashabiki zangu wote kwa ujumla. Naipenda pia gang yangu mpya watoto wa Swahilini kwa sababu plani zangu nilizipanga kinga watoto wa Swahilini nifanye kitu fulani kikubwa zaidi. Na mpaka wamenipokea kwa ukubwa, naamini hicho kitu chenye kitafanikiwa kwa ukubwa. Kwa hiyo nawapenda tu mashabiki zangu wasichoke kunisupport. Yaani wasichoke kunisupport. Yaani mimi ndio wao ndio mimi. Mimi bila wao si kitu. Inaisha. Bwana, nilikuwa na Mbwido katika exclusive interview. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa wadau tofauti, mambo yawe fresh kabisa. Go by the name Nod Mills. Unyama ni mwingi sana. Kwaro TV. Bwana, kama unataka kumsikia msanii mwenyewe bwana anajulikana kama Mbwido Boy au sio? Ameweza kuzungumzia jinsi alivyotoka Wabongo kuingia watoto wa Swahilini. Mimi hapa sina la ziada kwa wale ambao tufuatilia kupitia Kwaro TV. Unaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, lakini pia kushare kwa wadau tofauti ili waweze kupata kile ambacho kizuri kupitia Kwaro TV.